Mambo vipi watu wangu mnavyonisikiliza katika mada yetu ya leo, katika muda wetu wa habari, muda wa saa 5 na dakika 30 ndani ya media Bukavu TV. Leo tarehe 20 mwezi wa 3 mwaka 2026, na kweli mahali popote huko endelea kufanya subscribe, like, comment. Na sasa Waislamu wote kwa ujumla leo tunawatakia Eid Mubarak kila mahali popote mko. Najua wamemaliza kufunga mafungo yao ya kufuturu kwa sasa, leo tarehe 20 na mwezi wa 3 mwaka 2026 wanaendelea kuwa na sherehe kabisa katika juma hili, ama leo siku ya 5, ama sio? Na kama unavyonisikiliza kila mahali popote huko, endelea kufanya subscribe, like, comment ili uweze kutusikiliza katika mara kwa mara ndani ya media Bukavu TV. Kwa majina unanielewa tayari, ukioniona katika mnara huyu unajua nimekuja kuwapasha habari kutokea sehemu popote katika uwanja wa mapambano ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Mara kwa moja nitakuwa kufungua kurasa zangu katika uwanja wa mapambano. Kabla nikuja kufungua kurasa zangu katika eneo tofauti, nakuja kuwaleta Uvira, kuwapeleka katika eneo za Nord Kivu na upande wa Shabunda, kuwapelekeza mpaka Kalemi, mpaka Butembo, mpaka kuelekea Beni, mpaka Katanga. Na kwa sasa nakuja kuingiza ndani ya Jikota, ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, huko ndani ya Kinshasa kwa sasa. Na kwa sasa katika media ama habari zetu tuko nazo, nakuja kuwapeleka mara kwa moja katika uwanja, katika sehemu ya mambo inaendelea kubadilika. Hatua watoto wadogo ama vijana wadogo wanaendelea kufanya mambo ya upora, kuiba katika eneo tofauti, sehemu inaitwa Mambasa kwa sasa. Na hatua wanajeshi wa huko Mambasa wa wazalendo ni watoto wadogo, sio wa miaka kuelekea miaka 10 na ngapi, lakini mambo yanaenda kuzorodesha. Mbala ya kuja kuwatacha ama kuwapasha habari zingine, tunataka kusikiliza kwanza watu wetu kutokea eneo hizi wanatupasha nini katika eneo hili. Bado watuambie kwa sasa. Ndugu yangu yuko katika eneo ya hapo, sehemu tayari ya huko hapo tayari eneo ya hapo Mambasa. Hebu tumsikilize kabla nianze kuanza kipindi changu. Nende kwa pea mara kwa moja, nataka wapeleka moja kwa moja eneo ya Mambasa. Vijana huko wanaendelea kuzurusha, kuiba masimu za watu, na ni watoto wadogo wakiwa katika chama cha wazalendo, na ni wanajeshi wenye hawajafikisha miaka kuelekea miaka 18. Hebu tusikilize kwanza watu wetu kutokea huko Mambasa. Il y a plus de doute, la CRP de Thomas Lubanga, désormais allié des terroristes ADF, supplétifs du M23, au territoire de Mambasa, au village Muchacha, dans la chefferie des Bombo. Cette coalition malsaine compte des enfants dans son rang, mène des attaques contre les populations civiles après la débâcle lui infligée par les forces armées de la République démocratique du Congo en territoire de Djogo. Mlango akanifungulisha mlango, nikawapatia ba telefone na vitu yote ba makuta wakabeba. Apre wakatubeba na vitu tukawapeleka kule kupori, tukaenda na vitu. Sasa tulifika pale kuropwe ya kunja kwenda kubaza na kwenda RM, tukapasi kidogo ba mipanga, batoto bazungu ba mbili na bikwamo na vile naongea Swahili na lugha mbili, Swahili na Kiarabu. Sasa tulikala pale na wengine pale, njoo des enfants enrôlés dans des groupes armés, des images heurtant plusieurs consciences, mais pas étonnant. Lorsqu'on connaît la marque de fabrique de Thomas Lubanga, Ouratabo Augustin, alias Aksantisana, communicateur de la CRP, revendique ses actes de barbarie à Mambasa. Révolutionnaire toujours, pour province et tout. Chile Kongo kwenda kuradia defi sasa taya jina Rapandeke apate atuo Herode Thomas Lubanga Protagi Batata voilà maintenant Rapandeke Rapandeke c'est tout rien. Wakati ulikuwa ku prison yeye alikuwa president yeye kutoa prisonnier yeye terrible Luboya yeye mwanaume kukuli. L'attaque du village Muchacha, doublement revendiquée par la CRP de Thomas Lubanga allié du M23 et
et les ADF MTM à travers un communiqué largement partagé dans les réseaux sociaux. Décidément, Thomas Lubanga, ancien pensionnaire de la Cour pénale internationale, n'a pas tiré de leçons de son séjour à La Haye, chef milicien de la CRP qui fait allégeance aux ADF pour tenter de déstabiliser la province, d'organiser les pillages systématiques de richesses et les contrôles des minerais de l'Ituri en complicité avec des étrangers. Toutefois, l'armée congolaise réaffirme son engagement inébranlable et sa détermination à détruire cette menace et restaurer la paix dans cette région de Muchacha en territoire de Mambasa. Hapo mnavyosikiliza tayari hapo ni Mambasa, ndani ya territoire ya Mambasa Muchacha, katika village tofauti huko ndani ya po. Na kwa sasa mnasikiliza tayari watoto ama wanajeshi Thomas amepeana mambo mengi zaidi katika eneo ya Ituri. Kabla nikuje kuanza kipindi chetu ama nianze kuwapasha habari zingine, hebu tusikilize viongozi vya serikali katika eneo ya Ituri. Kwa sasa walikutana tangu tarehe 19 mwezi wa 3 mwaka wa 2026 kwa sasa kwa kuleta amani katika eneo ya Ituri. Kumbuka Ituri kunaendelea kuwa mapigano ya wanajeshi RDF ama sehemu zingine wanaendelea kupambana pamoja na jeshi la Kongo. Kwa sasa maarifu katika eneo ya Ituri imekuwa zidi zaidi. Hebu tusikilize kwanza viongozi vya chama, kwa sababu jana tarehe 19 serikali ya jamhuri ndani ya Kinshasa generali tofauti walikuwa katika eneo ya Ituri kwa kujenga umoja. Ni je, watarejesha amani ndani ya Ituri? Sasa hii ni media Bukavu TV, endelea kunisikiliza mara kwa mara. Hebu tusikilize hapo. Tous les problèmes que nous avons aujourd'hui à l'Est. Donc, c'est dans ce cadre-là des problèmes communs entre le Nord Kivu et le Sud Kivu que nous avons été chargés de venir rencontrer son Excellence, Monsieur le gouverneur Thomas de l'Ituri, afin de faire le tour de la question et de rendre compte à l'autorité suprême. Le général Johnny, c'est un grand frère de très longue date qui m'a toujours porté sous son aile avant que je ne sois gouverneur dans d'autres cieux. Et nous sommes retrouvés, n'est-ce pas, au sommet de ces deux provinces. Nous avons toujours collaboré. Je viens souvent ici gouverneur de province de l'Ituri et lui aussi vient souvent à Beni et la collaboration est totale. Nous entendons très bien. Nous échangeons sur n'est-ce pas, les questions communes, et même quand les problèmes sont seulement au Nord Kivu ou à l'Ituri, on échange pour se donner conseil et même pour s'apporter des informations, collaborer vraiment pour que nous assurions que lorsque nous allons n'est-ce pas, quitter ces situations d'état de siège, nous allons laisser derrière nous non seulement des provinces réellement pacifiées, mais aussi développées. Hapo unasikia vizuri tayari mambo anaendelea kupitikana katika eneo ya Ituri, Mambasa katika eneo ya Ituri. Tayari wanajeshi kadhaa kwa sasa ndani ya Ituri kuna kuja kurejeshewa amani kwa muda. Kwa sababu kumbuka Ituri imeendelea kushambuliwa zaidi na wanajeshi waasi aina tofauti ndani ya eneo ya Ituri. Lakini hatua guvernere pamoja na viongozi vya chama vya serikali vilikutana jana tarehe 19 mwezi wa 3 mwaka wa 2026 na kuja kuwapeleka sasa katika eneo ya uwanja wa mapambano katika eneo ya Sud Kivu. Na ukiwa pamoja na mimi endelea kuwapasha habari zinaendelea kupatikana ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Mara kwa moja atakuja kuwapeleka eneo ya Walikale, sasa kuwapeleka mapigano yanaendelea kuwa katika eneo ya Walikale, na kwa sasa mbele ya kuanzia Walikale itawapeleka mara moja katika eneo ya Fizi huko ndani ya Sud Kivu. Hatua ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo jana tarehe 19 mwezi wa 3 mwaka wa 2026. Hatua chama cha serikali cha FARDC kilipokea wanajeshi wa hasi 23 wanajeshi wa M23 wanajeshi 25 ya wanajeshi militaire walikuja kujisalimisha ndani ya serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo jana muda wa saa 7 wa mchana. Na hawa wanajeshi walikuwa na silaha nyingi zaidi pamoja na rocket na machine gun na silaha za katika maredio za kazi. Na kwa sasa wanajeshi hao wamesema mambo mengi zaidi, wamepitia changamoto ndani ya chama cha serikali cha waasi M23. Lakini katika media Bukavu TV
eneo ya wanajeshi katika upande kwa sasa mapambano inaendelea. Kiongozi huyu wa serikali aliyowapokea ni Sokola 2 katika eneo ya uko Fizi. Kwa sasa ni upande ya Mikenge. Kumbuka Mikenge ilikuwa iko katika mikono ya serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Kwa sasa mpaka kwa sasa eneo hii inaendelea kusalimishwa ama eneo inaendelea kuongozwa na serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo pamoja na wasaidizi wa wanajeshi wa Zalendo pamoja na Ibu pamoja na wanajeshi wa Burundi. Na kwa sasa ndani ya media Bukavu ukiwa pamoja na mimi nila kuwapasha habari kwa muda mara kwa mara. Hebu tuende kuwapasha habari kuelekea katika eneo ya Walikale. Sehemu ya Walikale na wapeleka katika eneo inayoitwa Bukumbila na katika kijiji kinayoitwa Kikobo na sehemu ya Kisimba. Tayari wanajeshi wa M23 katika eneo hizi wa Walikale wameendelea kuingia kwa wingi zaidi kwa sasa. Jana tarehe 19 mwezi wa 3 mwaka wa 2029 tayari wanajeshi walipata msaada kutokea eneo ya Bikobokobo kupeleka katika eneo ya Kisaka huko ndani ya Nord Kivu. Waliendelea kupeleka msaada wanajeshi wao kuingia katika eneo ya Bukumbila na sehemu ya Kikoba na huko Kisimba. Tayari wanajeshi walipata fursa ya wanajeshi kwa wingi zaidi walikuja kupeana msaada katika eneo hii. Endelea kutusikiliza ndani ya media Bukavu TV na kuja kuwapasha habari zetu zikiendelea kupatikana ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Kwa sasa habari zingine nawapeleka katika mji wa Bukavu. Jana tarehe 19 mwezi wa 3 mwaka wa 2026 ndani ya mji wa Bukavu ilikuwa masaa ya usiku saa 5, masasi ya mulio tarehe 19 ya usiku. Masasi ililia nyingi zaidi katika eneo tofauti ndani ya mji wa Bukavu, lakini kwa sasa ndani ya mji wa Bukavu habari inaendelea kuwa mbaya zaidi. Hatua wakaaji ama raia population ndani ya mji wa Bukavu inaendelea kuwa na wasiwasi kwa mingi zaidi, na katika eneo tofauti inayokumbatia mji wa Bukavu. Na katika sasa mapambano hii inaendelea kulia katika uwanja huko ndani ya eneo za tofauti za Bukavu, na katika taarifa hatujajua haya mapambano ni kwa sababu gani. Kwa nini haya marisasi yalilia katika mji wa Bukavu? Hatua ni eneo ya wanajeshi wa waasi M23, na kwa sasa hatujaona ripoti kutokea eneo popote. Hata wanajeshi wa M23 hawajatangaza chochote kinapoendelea katika mji wa Bukavu. Lakini kumbuka tuko na watu wetu katika mji wa Bukavu wanaendelea kutupasha habari moja kwa moja. Na ndani ya mji wa Goma kwa sasa kwa kweli katika mji wa Goma serikali ya wanajeshi M23 wanaendelea kuweka ulinzi, wanaendelea kubadilisha mkatiba wa ulinzi katika mji wa Goma. Kumbuka masiku kadhaa tangu tarehe 14 kuelekea mpaka tarehe 18 mashambulizi yaliendelea kuwa katika mji wa Goma, lakini viongozi vya chama vya waasi M23 walibadilisha system ya kufanya ulinzi katika mji wa Goma kwa sasa, na katika eneo inaendelea kuwa na wanajeshi wa M23. Kwa sasa wameendelea kuweka security tofauti na kupokea wageni. Mbele ya kupokea wageni katika mji wa Bukavu inabidi wachunguzwe zaidi, na kama tayari hawa wageni wakipokelewa ndani ya mji wa Bukavu ama mji wa Goma inabidi waendelee kufanya upelelezi kabla kuingia ndani eneo hizi. Ili media Bukavu mkiendelea kunisikiliza mara kwa mara, naendelea kuwapasha habari zetu zinaendelea kupatikana ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Endelea kufanya subscribe, like, comment ili kipindi chetu kufikia mara kwa moja. Kwa majina naitwa Nelson Kinana katika Munara huyu, naendelea kuwapasha habari kwa muda mara kwa mara. Endelea kufanya subscribe, like, comment. Chao tuende kupatana kwa habari zetu za muda wa saa 12 wa jioni. Asante sana, nawatakia mchana mwema na uwe na usikilivu mwema. Endelea kuwa na sisi pamoja. Waislamu nawatakia kweli Haidi Mbaraka. Ama vipi? Haidi Mbaraka. Salamu alaikum. Mwende kujionjoy. Bye bye.